Hello, Bwana Yesu asifiwe. Hii ni sauti ya mtumishi wa Mungu Kakali, na ninamshukuru Mungu leo amenipa nafasi kuzungumza na wewe mambo manne ambayo yatakusaidia wewe kuishi na Roho Mtakatifu ndani yako. Always Mungu yupo silence kwenye maisha ya mtu. Anapokuja kwenye maisha yako, wewe mwenyewe utafahamu Mungu yupo kwenye maisha yako. Lakini muda ambao Mungu anaondoka kwenye maisha yako hujui. Na ndio maana kuna mambo manne ambayo unatakiwa uyafahamu, ambayo yatakusaidia Roho wa Mungu aishi ndani yako. Na jambo la kwanza ni wewe kumtafuta Mungu. Jambo la kwanza ni wewe kumtafuta Mungu. Watu wengi muda huu wanamtafuta Mungu kwa sababu fulani. Tunapozungumza habari ya kumtafuta Mungu, tunaongea habari ya kumtafuta Mungu sio kwa sababu ya mali ambayo unapokea, sio kwa sababu ya kazi ambayo unayo. Unamtafuta Mungu kwa sababu unahitaji umuone kwenye maisha yako. Unahitaji kutengeneza uhusiano na Mungu wako. Unahitaji kutafuta kitu kikubwa ambacho Mungu atakifanya kwenye maisha yako. Na ndio maana watu ambao wanatafuta wanamuomba Mungu kwa sababu ya mali na vitu vingine, huwa wanaishia layer ya kwanza kabisa ambapo panaitwa patakatifu. Kwa hiyo mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kuingia patakatifu, ambapo huko ndipo kuna utukufu ambao unaitwa Shekaina, ambao ni utukufu wa Mungu ambao unakaa hapo, ndipo ambapo Mungu anahitaji umtafute. Na ndio level ambayo kwanza ambao Roho Mungu ataingia ndani yako, anatafuta watu ambao wana hamu ya kumtafuta yeye kwa namna ambayo sio ya kawaida, na kumfanya Mungu kuwa kila jambo kwenye maisha yao. Lakini jambo la pili ambalo mtu anatakiwa kulifanya ili Roho wa Mungu aweze kuishi ndani yake, ni yeye kumtambulisha Roho wa Mungu. Najua upo kazini, upo kwenye biashara yako, jitahidi jambo lako lolote ambalo unalifanya liwe na ishara ya Mungu. Usionekane tu kama ni mfanya biashara wa kawaida, lakini kwenye kazi yako, kwenye biashara, watu wajua kwamba kuna Mungu ambao unamwabudu. Watu wasijiulize huyu mtu ni Muislamu ama ni Mkristo, lakini wajue huyu mtu kuna Roho Mungu ambao yupo ndani yake. Roho Mungu akitaka kuishi ndani yako, akiona popote ambapo unaenda haumtambulishi, huwa hakai kwenye maisha yako. Lakini Roho Mungu unapomtambulisha kwenye kila hatua, anapenda kuishi na wewe na kuonyesha mambo makubwa ambayo haujawahi kuyaona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la tatu ambalo unataka ufahamu, ambalo litamfanya Roho wa Mungu aweze kuishi ndani yako, baada ya kumtambulisha Roho wa Mungu, inatakiwa muabudu Roho wa Mungu. Watu wengi wanafahamu ya kwamba kuabudu ni statement tu ambao nyimbo zinapigwa, wanaanza kuingia rohoni na kuabudu, lakini kuabudu ni zaidi ya hapo. Mungu anahitaji mtu ambao anamwabudu kwa roho na kweli. Na kuabudu ni somo lingine ambalo ni refu sana, lakini tafuta namna ujue ya kwamba unahitajika umtafute Mungu, inahitajika umtambulishe Mungu, inatakiwa muabudu Mungu tena kwa roho na kweli. Roho inahitajika kuabudiwa ili uweze kutembea na wewe, na ndipo utakapoona utukufu wa Mungu. Shalom. Hii ni sauti ya mtumishi wa Mungu Kakali. Mungu akubariki sana na endelee kuwa na neema ya Mungu. Amen.